ajili yetu. Mwambie Baba, hakuna usiloliweza, hakuna lililogumu kwako, hakuna. Oh Baba, usilo Baba, usilo. Pigie Bwana makofi na vigelegele vya shangwe. Hebu inua sauti yako, mwambie Mungu aseme na wewe katika ibada hii. Baba, ni asante kwa ajili ya sana majira haya. Upende kusema na kanisa lako waziwazi, wala usinyamaze. Mamia kwa maelfu ya wengi walioko hapa na wale wanaoabudu nasi masafa ya mbali, ulitume neno lako nalo halitakurudia bure. Baba, ukaseme nasi katika kumbukizi ya Christmas ya mwaka huu. Sema na kanisa lako, sema na familia, sema na mtu mmoja mmoja kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Sema na mioyo yetu, nasi tunajiweka wakfu kwako na kufunga roho zote za mpinga Kristo na mamlaka yote ya giza tumeyatupa nje. Na sasa tamalaki katika ibada hii na nguvu yako ya ajabu, na damu ya Yesu Kristo ikitunenea mema kinyume cha mabaya, katika jina la Yesu Kristo, jina lipitalo kila majina. Wote na tuseme amen. Pigie Bwana makofi mengi tena. Haleluya. Na ninaomba ukae katika kiti chako cha muujiza, ukae katika uwepo wa Mungu wetu siku hii ya leo. Wapendwa mabibi na mabwana, leo ni siku ya kukumbuka kuzaliwa kwa Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, siku kuu ya Krismasi. Na tumepewa neno la Mungu kwa mujibu wa kalenda zetu za mwaka wa kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania, KKKT. Tumepewa neno la Mungu kutoka kitabu cha nabii Isaya, ule mlango wa 9 mstari wa 6 na wa 7. Kitabu cha nabii Isaya, ule mlango wa 9 mstari wa 6 mpaka wa 7. Kitabu cha nabii Isaya, ule mlango wa 9 mstari wa 6 mpaka wa 7. Na mimi nawatangulia kusoma katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kanisa la Mungu liseme amen kubwa. Neno la Mungu lasema hivi: kwa maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu Mwenye Nguvu, Baba wa Milele, Mfalme wa Amani. Maongeo ya enzi yake na amani hayatakuwa na mwisho kamwe katika kiti cha enzi cha Daudi na ufalme wake, kuuthibitisha na kuutengemeza kwa hukumu na kwa haki, tangu sasa hata milele. Wivu wa Bwana wa majeshi ndio utakayo tenda hayo. Amen. Na hili ndio neno la Mungu. Na hili ndio neno la Mungu. Na tutulie tuombe. Mungu Mwenyezi, wewe ni mwaminifu kiwango cha kuaminiwa. Umelituma neno lako, halitakurudia bure. Umekuwepo Bwana kizazi baada ya kizazi. Na leo katika salamu na katika mahubiri ya Christmas ya mwaka huu, useme na kanisa lako tena. Ulitume neno lako, nalo halitakurudia bure, lakini litatimiza na makusudi yake. Baba yangu mpenzi, saa imefika na sasa ipo. Useme nasi. Sema nasi kwa lugha ya nyumbani kwetu. Neno lako likawe halisi katika maisha ya kila mmoja, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Wapendwa mabibi na mabwana, hii ni Christmas. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa Mfalme wa Amani. Christmas ni sherehe maalum na kumbukizi maalum ya kuzaliwa kwa Yesu. Na tafakari kubwa na theolojia kubwa ni upendo wa Mungu
aliyomtoa mwana wake wa pekee kwa ajili yetu. Kwa hiyo ninakuomba, hata kama unasonona, hata kama una huzuni, hata kama moyo wako hauchangamki, lakini usikie kuchangamshwa na upendo huu wa pekee ambao Mungu amekubali kumtoa mwana wake wa pekee Yesu Kristo azaliwe kwa ajili yetu, maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Mabibi na mabwana, neno kuu linalotuongoza katika kalenda yetu ya kanisa, ambayo ni mada yetu ya mahubiri ya siku hii ya leo, Immanueli, Mungu pamoja nasi. Immanueli, Mungu pamoja nasi. Immanueli, Mungu pamoja nasi. Yani Immanueli, tafsiri ya Immanueli ni Mungu pamoja nasi. Ukiona mtu anaitwa Immanueli, basi tafsiri yake ni Mungu pamoja nasi. Immanueli, Mungu pamoja nasi, na kwa lugha nyingine ya Kichaga cha Marangu, Emmanuel, God with us. Emmanuel, God with us. Immanueli, Mungu pamoja nasi. Mabibi na mabwana, katika ibada hii ya Christmas inayoadhimishwa na mataifa yote duniani, takribani miaka 2025 iliyopita, Mwokozi Yesu Kristo aliyezaliwa katika Betlehemu ya Uyahudi, huyo mtoto aliyezaliwa na Bikira Mariamu, na baba yake mlezi akimwangalia akiitwa Yusufu. Na hili ni tendo la imani, la baraka katika maisha yetu tunapoadhimisha. Malaika Gabrieli alimwambia Mariamu, mtoto atakayezaliwa jina lake ataitwa Immanueli, yaani Mungu pamoja nasi. Na tafakari yetu ya kitabu hiki cha nabii Isaya, anaposema kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, nasi tumepewa mtoto mwanamume, na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake. Tunazo hoja mbalimbali za kifalsafa na kitheolojia, na ninazo hoja 5, na nitakwenda kwa haraka katika hizi hoja chache za msingi katika kitabu hiki. Na ninaangalia zaidi maana ya Christmas, Immanueli, maana ya Christmas, Mungu pamoja nasi. Na tutaangalia hoja hii ya msingi na falsafa hii ambayo watheolojia wameona vyema kuiweka katika maisha yetu leo, Emmanuel, God with us. Immanueli, Mungu pamoja nasi. Kwanza nitaangalia hoja ya kwanza, Mungu pamoja na Adamu. Mungu pamoja na Adamu. Kwa nini nazungumza juu ya Mungu pamoja nasi? Ni kuangalia Mungu amewahi kuwa pamoja na nani, na amekuwa na nani akafanya nini, na akiwa na mimi, akiwa na wewe leo atafanya nini. Hiyo ni simple and clear, rahisi kabisa ya kueleweka. Tunaposema Mungu pamoja nasi, huyo Mungu amewahi kuwa na nani? Katika listi ya wanadamu wenzetu amewahi kuwa na nani? Na akiwa naye ni nini kimetokea? Na kwangu ni nini kitatokea? Na pengine nisipokuwa naye kisawasawa, ni nini kitatokea? Na kama niko naye lakini simpe nafasi pia ya kufanya katika maisha yangu, nini kitatokea? Kwa hiyo nina falsafa na hoja 5 za kifalsafa na kitheolojia, na moja ni Mungu pamoja na Adamu, the first person. Mungu yeye aliumba na Adam akatoa majina. Kitabu cha Mwanzo ule mlango wa 3 mstari wa 8 na wa 9. Mungu aliumba, lakini Adam akatoa majina. Hebu naomba uniwekee huo mstari pale wa kitabu cha Mwanzo 3:8 mpaka 9. Biblia inasema hivi: Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adam na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Bwana Mungu akawaita
akamuita Adamu akamwambia, uko wapi? Anyway, nachotaka kuangalia hapa, Biblia inasema Mungu alipokwisha kuumba na alipokwisha kumuumba Adam na Hawa, akawaweka katika bustani. Alipokwisha kumuumba Adam, kabla ya kumuumba Hawa, alipokwisha kumuumba Adam peke yake, kile ambacho alikifanya katika maisha ya Adam ni kuangalia ataviita nini vile vitu ambavyo viliumbwa. Na Mungu mwenyewe akamwambia Adamu, akamwangalia Adamu namna atakavyoviita vile vitu ambavyo ameviumba katika maisha ya kawaida. Na Biblia inayosoma inaniambia Adam akaviita majina, na kama alivyoviita majina ndipo ambavyo vimeitwa mpaka hivi leo. Hakuna mtu ambaye amebadilisha kitu ambacho Adamu amekiita majina. Na Biblia inasema hata ilipoonekana hakuna anayefaa wa kufanana na Adamu. Katika kitabu cha Mwanzo ule mlango wa 2 mstari wa 18. Naomba nianzie pale. Naona wakati wa kunukuu kule walikosea ndugu zetu hawa. Nataka kunukuu hivi. Bwana Mungu akasema, si vyema. Kitabu cha Mwanzo 2:18. Mwanzo 2:18. Biblia inasema Bwana Mungu akasema, si vyema huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Bwana Mungu akamfanyizia kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani, akawaleta kwa Adamu ili aone atawaitaje. Na kila kiumbe hai jina alilokiita Adamu lilikuwa ndilo jina lake. Adamu akawapa majina yao kila mnyama wa kufugwa na ndege wa angani na kila mnyama wa mwituni, lakini hakuonekana wa kumsaidia Adamu aliyefanana naye. Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, akalala, kisha akatoa ubavu wake mmoja akaufunika nyama mahali pake, na ule ubavu alioutoa katika Adamu Bwana Mungu akamfanyia mwanamke akamleta kwa Adamu. Adamu akasema, sasa huyu ataitwa mwanamke. Anasema sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanaume. Sharp brain. Mabibi na mabwana, kile ambacho nataka kukiangalia hapa ni cha kunoti ambacho tunaweza tukazungumza Emmanuel, ile nguvu ya Mungu pamoja nasi. Ni kitu gani kinaweza kikafanyika kwenye maisha yako na kilifanyika kwa Adamu siku ya kwanza? Kitu ambacho nataka unoti kwenye noti yako au kwenye notebook yako, kazi ya ufumbuzi na teknoloji na maendeleo ya watu duniani ni Emmanuel. Kazi ya uvumbuzi na teknoloji na maendeleo ya watu duniani ni Emmanuel au Emmanuel. Nataka kusema nini hapa? Nataka kusema Adam alipoumbwa, Mungu akaleta viumbe vyote mbele yake ili aone atavihitaji. Hakumwambia Adam, hivi vitu nimevileta, hebu vipe majina. Alivileta tu. Alivyoleta akasema, huyu ng'ombe, huyu mbuzi, huyu punda, huyu pundamilia, huyu sijui farasi, huyu ngamia. Majina yote ya viumbe vyote duniani pamoja na samaki na ndege wa angani. Hata sijui wewe unafahamu ndege wa angani wa aina ngapi au samaki wa aina ngapi, lakini Adam akawaita majina. Ilikuwa ni brain inayotengenezwa ndani ya mtu, kama ile umeona tukitengenezea watoto wetu hapa. Haraka. Ni jambo la haraka la kung'amua, kuelewa na kufahamu. Na Mungu alipokuwa na Adamu akapata hiyo nguvu. Mungu pamoja nasi akang'amua, akawaita majina. Mungu akaona isiwe tabu, akaleta na sokwe mtu. Sokwe mtu anafanana na mtu. Alipofika mbele ya Adamu akaangalia akasema, huyu ni sokwe mtu, sio mtu.
Mungu akamwambia, okay, mimi ni Mungu na si mwanadamu. Akamchoma sindano ya usingizi, akamlaza, akamfanyia operation, akatoa ubavu mmoja, akaufunika nyama, akatengeneza hapo mtu, akamleta kwa Adamu. Adamu akasema, huyu sasa. Huyu sasa. Wanaume wote waliochumbia wanajua kwamba siku ulipokutana na mtu ambaye anakuwa ni mke wako leo, we mwenyewe ulisema huyu sasa. Nimeona wengi shuleni, vyuoni, kanisani, lakini huyu sasa. Hello? Hebu punga mkono wako pamoja na mimi. Adamu alikuwa kwenye operation, alikuwa kwenye Caesar. Alipoamka usingizini, hakuwa na maruerue. Utafikiri alisoma shule ya kijitonyama ya hesabu za haraka. Yaani hakuwa na maruerue. Haraka akasema, huyu sasa ni mifupa katika mifupa yangu. Nani amekuambia ni mfupa? Ulijuaje ni mfupa? Na wewe ulifanyia operation, ukalazwa usingizi. Wale madaktari walioko hapa wanajua, mtu akilazwa usingizi wa operation, tena operation kubwa ya kupasua mfupa, kutoa nyama, kutoa mbavu, ni operation kubwa ya masaa kadhaa. Akiamka kwenye usingizi, maruerue anayoongeaga vituko. Lakini Adam wasi alipoinuka, Mungu pamoja naye akasema, huyu sasa ni nyama katika nyama zangu, ni mfupa katika mifupa yangu, na jina lake ataitwa mwanamke. Adam ndiye aliyetoa jina la mwanamke. Oh my God. Nataka kusema nini hapa? Nataka kusema Mungu akiwa pamoja nawe, kuna vitu vipya ambavyo unapata neema ya kuvumbua. Unajua, unaweza ukakaa mahali ukaona kabisa hapa sina tena maisha, lakini Emmanuel, Mungu pamoja nasi, huwa analetaga mambo mapya kabisa, analetaga mambo mapya. Na kuna mahali ambako unaweza ukakaa ukaona pameenda dormant, lakini Mungu akiwa pamoja nasi analeta mambo mapya. Kwani tulikuwa hapa miaka mingapi? Kwani ile jengo la kijitonyama lilikuwa hapo miaka mingapi? Mbona leo tuna shule na watoto wetu wamefanya presentation hapa? Ni pale pale, watu wale wale, lakini Mungu akiwa, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, mambo mapya. Ninachosisitiza hapa, ninaomba Mungu akusaidie kutengeneza mambo mapya. Na hakuna maisha bila mambo mapya. Kuna watu ambao wamefika mahali wamestack, hakuna tena jipya linalotokea kwenye maisha yao. Hakuna jipya. Yaani ni mambo yale yale. Yale yale, na mwingine anasema afadhali ya jana. Yaani kila siku unazidi kufika mahali pa kupoteza kipawa, hakina mambo mapya. Kwaya hazina nyimbo mpya, wahubiri hawana mafunuo mapya, sijui mathinka na viongozi hawana matumaini mapya. Emmanuel, Mungu pamoja nasi, akupe neema ya mambo mapya katika maisha yako. Na Mungu akupe kuwa na mambo mapya kwenye business yako, kwenye career, kwenye maisha yako ya kawaida, kwenye familia. Mungu aweke mambo mapya. Wako wapi watu wachache ambao wananielewa hapa na wangempigia Jehova na vigelegele vya shangwe? Haleluya. Mambo mapya, mambo mapya, mambo mapya. Hatakuwa hivi, mambo mapya. Sasa nataka nizungumze hapa juu ya kazi ya ufumbuzi, kufumbua vitu katika maisha yako. Elewa tu, Mungu akusaidie. Na ni maombi yangu katika Christmas hii, watu wengi wameishi kwenye maisha ya kukopi na kupesti. Yaani hakuna idea mpya, hakuna mawazo mapya, hakuna kitu kipya, ni kukopi na kupesti. Kukopi na kupesti. Nataka nikuambie, miongoni mwa watu ninaowaombea, na ni wewe, utafanya mambo mapya katika maisha yako. Washindi wachache wangesema amina. Na ili yatokee mambo mapya kwenye maisha yako, lazima uwe na hiyo neema ya kupokea Yesu Kristo ambaye ni Emmanuel, Mungu pamoja nasi. Adam alikuwa na miongoni mwa binadamu wenye akili ya haraka, na sisi tunatokana na Adam. Ukiona teknolojia inakuwa, ni Mungu pamoja na watu. Watu wanaruka na ndege, ni Mungu pamoja na watu. Hata walioanzisha ndege ni watoto wa mchungaji. Watoto wa mchungaji wa kanisa la Udugu kule Marekani ndio waliogundua teknolojia ya ndege. Watoto wa mchungaji. Mungu pamoja nasi. Na ndio teknolojia ambayo imeajiri watu wengi na kuifanya dunia kuwa rahisi kufikika. Ni teknolojia yenye heshima
kubwa duniani, teknolojia ya ndege. Watoto wa mchungaji ambao walishindwa kwenda chuo kikuu kwa sababu ya kukosa ada na umaskini wa nyumba ya mchungaji, lakini Mungu ndiko alikoamua. Mungu pamoja nao. Oh my God, oh my God, oh my God. Nataka kusema nini hapa? Nataka niseme ni wito wangu kwanza kuendelea na malezi ya kuwasaidia watoto wetu kuwa mathinka, lakini kuhamasisha katika hesabu na sayansi ili waendelee Afrika ambayo ina ahadi ya kubarikiwa. Mungu amesema ataibariki Afrika katika siku za mwisho, na itakuwa ya kwanza duniani kwa uchumi Afrika, na itatokea. Mungu ameapa kwa kinywa cha nabii Isaya. Lakini haiendi kama hatutakuwa na watu ambao ni mathinka, lakini pia watu ambao watakubali kuwa pamoja na neema ya Adamu kuvumbua mambo. Ni maombi yangu wa Afrika, Mchungaji Beatus, msiwe tu wa Afrika ambao mna Roho Mtakatifu ambaye ana upana wa kufanya mambo. Ninyi mnanena kwa lugha tu kidogo. Yaani Afrika most of them wanamtumia Roho Mtakatifu kunena kwa lugha tu. Lakini Roho Mtakatifu yupo katika teknolojia, kugundua mambo, kurahisisha maisha, kuifanya dunia ifae kuishi. Ni Mungu pamoja na watu. Makofi hayo hayatoshi. Ungempigia Bwana makofi mengi. Haleluya. Zamani tulikuwa hatuna simu. Tulikuwa tuna masimu ya kamba. Lakini leo ni teknolojia. Leo ninahubiri hapa, mataifa 180 duniani kote wananisikia right now. Na juzi tulikuwa tunaangalia matokeo yetu ya mtandaoni na tukaona kwamba watu walioko nchi ya Saudi Arabia, tuna waumini 3,000. Saudi Arabia waumini 3,000 ambao tunaabudu nao kutoka kwenye hii madhabahu. Mngempigia Bwana makofi yanayoeleweka ya shangwe. Mahali ambako hakuna kanisa wala hakuna Biblia, lakini through internet tuko pale Saudia, tuko pale. Sasa ni Mungu pamoja nasi. Hatutaishia tu kunena kwa lugha peke yake, lakini lazima tuone ni namna gani tunaifanya dunia kuwa mahali pazuri pa kuendelea kuishi. Mungu pamoja nasi. Na hata Adamu alipotoroka kwa sababu ya dhambi, Mungu alimtafuta na kumuita Adamu. Wakati mwingine mwanadamu ana tabia ya kumtoroka Mungu. Ni neno lile ambalo nimesoma. Bwana Mungu akamuita Adamu akamwambia, uko wapi Adamu? Mungu ni Mungu anayekuita, anayetafuta ushirika na wewe ili uweze kuvumbua vitu katika kipawa, katika karama, katika huduma. Hakuna kitu kibaya kama kuwa dormant, kuduma. Kuduma. Na sio tu kuduma. Kuna wengine wananisaidia msemo hapa, anasema una stuck. Yaani kuna watu wamestack. Hata siku hii piga makofi, ngoma imestack. Hana kitu jipya kwenye brain yake. Amestack. Mwaka umeisha as usual. Mwakani ni mwaka mwingine. And what happened? Haelewi. Amestack. Kuna biashara zimestack. Kuna kampuni imestack. Kwa sababu unahitaji nguvu ya Mungu na neema ya Adamu. Na kama kuna maombi ambayo nitaomba ujiombee wewe ambaye umestack, mwambie Mungu ile akili ya Adamu ya kujua vitu. Unaweza ukatofautisha mtu na sokwe mtu. Unaweza ukatofautisha. Adamu alitofautisha. Adamu alijua ndani ya Adamu kulikuwa kuna utashi na akili na ufahamu. Tena wa haraka. Anaamshwa kwenye usingizi wa operation, bado ana akili. Ni maombi yangu, Mungu akusaidie. Kweli tunapita kipindi cha watu ambao wana uzito. Yaani kizazi kizito. Yaani mtu anaishi kwenye uzito mkubwa. Ana potential, ana fursa, lakini uzito ambao umeshikilia brain, bumbuazi la moyoni, umekaa hapo. Ni maombi yangu Christmas ya mwaka huu upate kufunguliwa. Hoja ya pili, nisikie makofi mengi ya shangwe. Haleluya. Hauwezi kujua kwamba mahali ulipo ukiomba Mungu akuonyeshe, uhitaji hata kuhama. Yaani mahali ulipo
unahitaji kumwambia Mungu, nisaidie hapa nilipo, nione ni fursa ipi nilionayo. Ni mambo gani niyafanye kwa wakati huu? Nifanye nini katika umri huu na elimu hii ulionipa? Unifanye nini katika udhaifu huu ulionipa? Nifanye nini pia hata katika majaribu haya ambayo ninapitia? Ndani ya haya majaribu, Mungu mkono wako upo. Nimesema tena na hata nitasema tena hata leo, God will use even your enemy to bless you. Mungu atawatumia hata maadui zako kukubariki. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Mungu atawatumia hata maadui zako, lakini atahakikisha unabarikiwa. Kwa hiyo ninakuombea kwa Mungu. Hoja ya pili, Mungu pamoja na Henoko. Mungu pamoja na Henoko. Hoja ya pili, Mungu pamoja na Henoko au Emmanuel kwa Henoko. Mwanzo ule mlango wa 5 mstari wa 21 na wa 24. Biblia inasema hivi. Mwanzo 5, 21, 24. Henoko akaishi miaka 65, miaka 65. Akamzaa Metusela. Henoko akaenda pamoja na Mungu. Baada ya kumzaa Metusela miaka 100, akazaa wanaume na wanawake. Henoko, siku zote za Henoko ni miaka 365. Henoko akaenda pamoja na Mungu, naye akatoweka, maana Mungu alimtwaa. Mungu pamoja nasi, Emmanuel. Henoko ni mwanadamu wa kwanza ambaye hakuonja mauti. Wengine tunakosea, tunafikiri ni Elia hakuonja mauti, lakini mwanadamu wa kwanza katika Biblia ambaye hakuonja mauti ni Henoko. Lakini pia Henoko ndiye mwanadamu wa kwanza ambaye aliingia peponi, alienda paradiso, alienda mahali ambako Mungu anakaa na watu. Na mimi nataka niseme, kama kuna hoja ya msingi ya kunoti kwenye Christmas hii ni hakika ya peponi au paradiso, mahali ambako Mungu anakaa na watu milele. Kumbuke tuna hoja Emmanuel, Mungu pamoja nasi, God with us. Mungu hayuko nasi hapa leo katika biashara zetu za Kariakoo na uvumbuzi wa sayansi na teknolojia na yakiisha tumwache hapa. Mungu yuko pamoja nasi milele. Hebu punga mkono wako pamoja na mimi. Na hapa nataka uniangalie. Tafadhali, nataka uniangalie. Hili limesahaulisha watu wengi. Wanapoona paka anakufa na ng'ombe anakufa kule nyumbani na kwenye maisha yako, na kwa kuwa umeenda makaburini kuzika mara nyingi, haujaona mtu amerudi kutoka kwa wafu, unaamini ya kwamba mtu akifa anapotea. Hii nataka nikuambie. Na kwa sababu hiyo watu wanafanya dhambi. Hata wale wanaoapa, tunaowaamini tukawaapisha. Wanaapa na Biblia, wanaapa na Qurani, wanaapa na msahafu, wanaapa lakini kwa sababu hawana hakika ya maisha yajayo, hapa katikati watafanya ujinga tu, fanya uzembe tu, wataishi kinyume cha nadhiri zao, kinyume cha kiapo chao. Wanaona kama ni kawaida tu kunyoosha Biblia na kuapa na kwenda kwenye maisha ya uasi. Nataka niwakumbushe katika Christmas hii, hakuna mtu aliyezaliwa kwa sura ya Mungu ambaye atapotea, ama milele mbinguni au milele jehanamu. Hiyo uwe na hakika. Hiyo uwe na hakika. Na ni Christmas hii tunaposema Emmanuel, Mungu pamoja nasi. Biblia inasema Henoko hakufa, alifanya mema miongoni mwa wanadamu ambao waliupendeza moyo wa Mungu. Mungu akaja akamchukua, hakuonja mauti, hakuwahi kurudi akafa. Elia alinyakuliwa na magari ya moto, lakini alirudi, roho yake ilirudi kwa mara ya pili, akazaliwa akiwa Yohana Mbatizaji na akafa. Lakini Henoko hakuwahi kurudi, ameenda pamoja na Mungu. Hii nataka nikuambie, kuna pepo. Mwambie jirani yako kuna pepo. Mtikise, naona wengine hapo wana mausingizi yao ya kuzimu. Watikise. Alafu waambie kuna pepo, kuna paradiso, kuna mahali ambako Mungu atakaa na watu milele. Kuna Emmanuel City. Tuna mji wa Emmanuel, Mungu pamoja nasi. Emmanuel City. Tuna mji, tuna jiji ambalo tutakaa na Mungu milele. Na ni maombi yangu katika Christmas, injili hii
haihubiriwi sana siku hizi, ya kukumbusha watu juu ya mbinguni. Na sasa tukazungumza sana ujasiriamali na mambo ya hapa duniani, lakini nataka nikukumbushe ya kwamba kuna maisha mapya baada ya hapa, na si kwamba mtu akifa ameishia hapo. Kuna mahali Mungu alienda na Henoko, akaenda naye mwanadamu mwenzetu aliyetutangulia. Mahali Yesu alimpeleka yule mwizi msalabani ni mahali ambako Yesu alimwambia mwizi, leo tutakwenda pamoja. Katika kitabu cha Luka ule mlango wa 23 na mstari wa 43, Biblia inasema hivi, Luka 23:43. Yesu akamwambia yule mwizi, ami nakuambia leo hivi utakuwa pamoja nami peponi. Tena hapo peponi mtu anapokufa hakai miezi mitatu, hakai mpaka siku 40, hakai mpaka matanga yakavunjwa, hakai mpaka ibada ya mazishi aombewe misa au afanyiwe sala. Biblia inasema, hebu rudia ile neno pale, leo hii kwenda mbinguni kwenye Emmanuel City, kwenda ukifa. Hivi nikikuuliza, hivi ukifa unachukua siku ngapi safarini mpaka ukutane na Mungu? Ni one day, safari kama ya Tanga, waja leo warudi leo. Biblia inasema Yesu akamwambia yule mwizi pale msalabani, leo hii utakuwa pamoja nami peponi. Leo hii. Kwa hiyo ukifa leo Jumatano na unakuja kuzikwa Jumamosi, ulishafika. Kwa sababu kuna wengine wanasema, ngoja mimi naabudu ili nizikwe na mchungaji Kimaro akiniweka mkono pale mimi nafika salama. Subutu. Utakuwa umeshafika au jehanamu au ushafika kwa Mungu. Tarehe ya vikao vya kupanga mazishi yako, wewe ulishafika wajuzi. Hebu punga mkono wako, mnaniangalia? Wana watu kidogo wamekuwa serious kuniangalia. Nataka niwaambie hivi, safari ya peponi, Emmanuel, Mungu pamoja nasi, na sisi tutakaa pamoja na Mungu milele. Hiyo safari ni ya siku moja. Waja leo, waondoka leo kama Tanga. Kwa hiyo kuna wengine wanakuja sasa wanakuwa Mungu mpokee kwako mbinguni, mpokee, ajishafika. Wewe mtu amekufa Jumatatu, kuna wengine mnafiaga Ulaya, mnakaa miezi mitatu kwenye safari huko, mochwari ushakuwa mochwari paka umeshakuwa na barafu kuliko Sangara. Alafu baadaye unakuja kuletwa, unazikwa wiki 2 baadaye, wiki 3, alafu watu wanasema sasa ndio anaenda mbinguni. Hata alishafika. Ni safari ya siku moja. Once unapokufa ni siku hiyo. Leo siku hiyo umefia Muhimbili, Ocean Road, au kwa ajali barabarani, yani hata ndugu zako hawajajua ushafika. Kwa taarifa yako, mchungaji wako hajajua ushafika. Emmanuel, Mungu pamoja nasi. Wapendwa mabibi na mabwana, mahali Elia alipelekwa na magari ya moto ni hapo peponi. Mahali ambako Stefano shahidi wa kwanza alipaona akiwa anapigwa na mawe. Mahali ambapo Stefano alipaona akiwa anapigwa na mawe, alipaona akiwa hapa. Stefano alisema, Yesu, pokea roho yangu. Aliona, pokea roho yangu. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume ule mlango wa 7 mstari wa 54 na wa 60. Leo nataka nifundishe Matendo ya Mitume 7:54 mpaka 60. Biblia inasema hivi: basi waliposikia maneno hayo wakachomwa mioyo yao, wakamsagia meno. Huyo ni Stefano. Lakini Stefano, yeye akijaa Roho Mtakatifu, akakaza macho yake akitazama mbinguni, akaona utukufu wa Mungu na Yesu akisimama upande wa mkono wa kuume wa Mungu. Akasema, tazama, naona mbingu zimefunguka na Mwana wa Adamu amesimama mkono wa kuume wa Mungu. Wakapiga kelele kwa sauti kuu, wakaziba masikio yao, wakamrukia kwa nia moja. Wakamtoa nje ya mji, wakampiga kwa mawe. Nao mashahidi wakaweka nguo zao miguuni pa kijana mmoja aliyeitwa Sauli.
Wakampiga kwa mawe Stefano, naye akiomba akisema, Bwana Yesu, pokea roho yangu. Akapiga magoti akalia kwa sauti kuu, Bwana, usiwahesabie dhambi hii. Kisha akiisha kusema haya akalala au akafa, na Sauli alikuwa akiona vema kwa kuuawa kwake. Ni mahali ambako Stefano alipaona. Huyu ni Festimatia ambaye ni shahidi wa kwanza aliyeuawa kwa sababu ya imani. Na kesho Jumapili ni sikukuu ya mashahidi. Utakuta tumeweka stola nyekundu na madhabahu itakuwa nyekundu na ni red. Itakuwa ni red color. Ni siku ya rangi nyekundu. Ni damu ya watakatifu wafia dini, akiwepo Stefano. Alipokuwa anapigwa na mawe, aliona hapo penye mji wa Emmanuel, Mungu pamoja na watu. Akamuona na Yesu. Akasema Mungu. Tena akawaambia, Baba, usiwahesabie dhambi hii. Ndipo akasema, Yesu, pokea roho yangu. Ni maneno ambayo ni mazuri ukiyakumbuka wakati ambako pengine unatwaliwa kutoka katika maisha haya. Hata Yesu alisema, Baba, roho yangu ninaiweka mikononi mwako. Wapendwa, mtakapojua kwa hakika, na ni vizuri kanisa likumbushe ya kwamba tuna maisha haya mbele ya Mungu, na lazima ujue ya kwamba utafika mbele za Mungu. Dhambi unazofanya, tabia mbaya unazofanya, lakini uwe na hakika kuna siku utasimama mbele za Mungu. Lakini wale wanaotenda mema, waliofahamu, wanaoishi katika maisha ya wokovu, kujua ya kwamba kuna maisha baada ya maisha haya. Laiti ungelifahamu, ungenyenyekea na kukaa katika uwepo wa Mungu. Mungu pamoja nasi milele, wewe na Mungu milele. Tengeneza maisha yako. Hoja ya tatu, Mungu na Yusufu mle gerezani. Mungu na Yusufu mle gerezani. Emmanuel, Mungu pamoja nasi, yaani God with us. Mungu pamoja na Yusufu mle gerezani. Katika kitabu cha Mwanzo 39, 21 na 23. Mungu alienda na alikaa na Yusufu kule gerezani. Mwanzo 39, 21, 23. Biblia inasema hivi: lakini Bwana akawa pamoja na Yusufu, akamfadhili, akampa kibali machoni pa mkuu wa gereza. Mkuu wa gereza akatia mikononi mwa Yusufu watu wote waliofungwa waliomo gerezani, na yote yaliyofanyika humo ndiye aliyeyafanya. Wala mkuu wa gereza hakuangalia neno lililoko mkononi mwa Yusufu, kwa maana Bwana alikuwa pamoja naye. Bwana alikuwa pamoja naye. Bwana akayafanikisha yote aliyoyafanya. Kama kuna hoja ya msingi, Mungu pamoja na watu matesoni. Watu wote wakikuacha, Mungu hata kuacha. Oh my God, oh my God, oh my God. Mungu pamoja na watu wote matesoni. Wakati wa mateso, wakati wa kufukuzwa kazi, wakati wa kufulia, wakati wa kukataliwa, wakati wa kunyanyaswa, wakati wa kupotezwa, wa kuondolewa, Mungu pamoja nasi. Watu wote wakikuacha, Mungu hata kuacha. Naomba urudishie tena pale. Kuna watu ambao hata Christmas hii umetuma message hata ya kujipendekeza, Merry Christmas woi. Hakuna hata mtu amehangaika na wewe. Lakini nataka nikuambie, watu wote wakikuacha, Mungu hata kuacha hata siku moja. Na kuna mahali ambako wakupendao wanaweza kwenda na wewe. Lakini kuna watu ambao wakupendao pia, hata kama wanakudanganya, I love you, I love you. Tunajua utapeli huwa huku duniani. I love you, I love you too, I love you three. Siwezi kuishi bila wewe. Yani siwezi kukapata kesi uende magereza uone kama yule aliyekuwa anakuambia hawezi kuishi bila wewe. Pale mahakamani, bye bye. Hawezi kwenda. Hakuna mtu alishaenda magereza na mke wake. Kuna mtu alishaenda na magereza na mume wake. Lakini Mungu alienda na Yusufu mle gerezani. Nisaidie kumpigia Bwana makofi yanayoeleweka ya shangwe. Haleluya. Alienda na Yusufu mle gerezani. Alienda naye katika taabu, katika aibu,
katika fedheha. Wapo watu wanakuambia siwezi kukaa bila wewe. Nataka nikuambie ni matapeli wakubwa tu. Ngoja saa ifike ndio utajua kwamba wako pamoja na wewe au la. Mimi nilishawaambia tena hapa, kuna baba mmoja ambaye na mke wake walikuwa wanapendana mpaka kijiji kizima wakaamini hawa wanapendana, na wakawa wanatafuta mtoto kwa miaka karibu 20 hawakupata. Baadaye wakaja wakapata, mama akaja akaconceive, mume wake akampenda zaidi. Walikuwa kwenye kijiji kimoja ambacho ni kijijini, huduma ya hospitali iko mbali. Hebu nitazameni sasa, mnapenda story na wale walikuwa wamelala wameamka. Kwa umbea. Basi bwana, sasa wakaenda kijiji cha pili huko. Saa mama amepata uchungu, anaenda kujifungua. Wakabeba na machela ya kijiji, mama mwenyewe hajiwezi. Alikuwa na mimba ya mapacha na amevimba na alipata hiyo bed rest, yani ni wale watu wanapata shida, lakini kijijini. Sasa anaenda kujifungulia hospitali huko kijijini kwao, lazima uvuke kwenye msitu. Wakaondoka, wakafika katikati ya msitu, ni usiku. Simba akatokea. Kwa hiyo yule mume wake na wanakijiji wenzake walikuwa wamebeba kwenye machela, wakamtupa mjamzito pale. Mume wake aliwahi kusahau kwamba alishawahi kumwambia I love you na siwezi kuishi bila wewe. Saa ya hatari. Akaondoka kwa spidi, akamwacha mke wake pale na watoto wake 2 tumboni, mapacha aliowasubiri kwa miaka 20. Aliahidi kwamba atawapenda. Wanadamu. Biblia inasema mwanadamu ni ubatili. Msikie tu akiwa amevaa suti na wigi, basi mkimaliza shughuli. Hebu punga mkono pamoja na mimi. Lakini sivyo alivyo Mungu. Mungu ndiye alibaki na yule mama pale na simba na watoto 2 mapacha. Pigieni Bwana makofi pamoja. Haleluya. Emmanuel. Mwambie jirani yako Emmanuel. Mungu pamoja nasi. Hakikisha una kampani ya Mungu kwenye maisha yako. Hakikisha una kampani naye. Kabisa, kabisa. Ukiona Mungu, ukiona Yusufu alisema nifanyeje dhambi hii? Nimkose Mungu wangu, nijitenge na haya maisha yangu. Maanake Mungu ni maisha katika maisha ya watu. Kwa hiyo ni Mungu na simba na mama na watoto mapacha tumboni. Mwanaume amekimbia kule Moshi, tunasema kurende kingile langa kuima njuteha. Yani mguu nimewahi kula nini nikakunyima, hebu nitoe hapa. Kwa hiyo kwa spidi kubwa akaondoka. Yule mama naye Emmanuel, mtu akiwa hatarini, mtu akiwa karibu, yani akakutana na kitu cha kukutana naye. Unajua kuna hali tunazokutana nazo ni za kudeka, lakini ikatokea la kutokea. Iliwahi kutokea hospitali moja ya rufaa, mwenda wazimu tu akaenda akagonga ile filimbi ya fire, king'ora cha fire. Wale waliokuwa hawajiwezi ndio walikuwa wa kwanza kushuka ngazi na kutoka nje ya hospitali, na daktari akashangaa. Nawaambieni ukweli, Mungu pamoja nasi. Sasa yule mama akaondoka spidi. Wale wa jamaa kila mmoja aliondoka na njia yake, wakaenda wakakutana kwenye kona karibu na kijijini kwao. Yule baba akafika nyumbani, alipoingia akafunga na mlango. Wanadamu. Akahakisha simba haingii, ndio akakumbuka na mke na watoto. Jamani, mke wangu, watoto wangu, sijui Mungu nimewaacha wapi? Yani hivyo. Huyo ni baba mwenye nyumba. Wakati anafunga mlango na analia, mke wake mjamzito aliyekuwa hajawahi kutembea miezi 3 akatoka chumba cha ndani, akamuuliza mmepona? Yeye alishafika. Alishafika kabla yake. Ungempigia Bwana makofi mengi ya shangwe. Alishafika saa nyingi. Anaambia jamani, mmepona? Amjambo? Kuna wakati kulikuwa kuna mabomu mabomu ya Mbagala. Wakati ule kule mabomu ya Mbagala, miaka ile mabomu yalilipuka huko, yakaruka Mbagala na wapi na wapi huko. Sasa kulikuwa kuna babu ameparalyze siku nyingi tu. Kwa yale mabomu yalipopasuka, yalipokwenda kalenga kwenye ile familia,
baba, mama na watoto wakatimua, wakaondoka. Wakakimbilia mpaka kwenye eneo ambalo ilikuwa ni reserve. Wakapokelewa kule Gongo la Mboto hiyo. Gongo la Mboto. Nakumbuka, wangapi wanakumbuka ya Gongo la Mboto? Wamefika kule, wamepokelewa, wanaanza wale wanaulizwa, maskari wanauliza, kule nyumbani mlikuwa na watu wangapi? Sema kulikuwa kuna baba yetu amepoza miaka 3 iliyopita. Wakamkuta yule mzee pale pembeni na wauliza, mmefika salama? Mungu pamoja nasi. Kuna watu hapa mnadeka yakitokea la kutokea, you will never be the same again. Na hakikishia ukweli, kuna nguvu inayokuwapo ndani ya mtu mpaka. Kuna mchungaji mwenzetu alivamiwa siku moja ofisini na vibaka, group ya watu. Alikuwa mchungaji wa Mbagala at that time, nisimtaje maana tunamtaniaga mpaka leo. Alivuka ukuta mrefu pale Mbagala, akavuka ngambo ya pili, ni mchungaji. Alafu tulipokuja kumuuliza ulivukaje, anasema hata mimi mwenyewe sielewi, lakini alipanda hapo kwenye ukuta kwa spidi ya roketi. Nataka kuzungumza nini hapa? Nataka kusema Mungu anakuwa na sisi taabuni, anakuwa na sisi kwenye mateso, kwenye mauti, anatuokoa. Mungu anakuaga na sisi. Kuna ajali zinatokea, unaangalia gari, alafu unakuta kuna mtoto ametoka, yani hana hata mchubuko, ametokea kioo cha mbele, ametoka tokaje? Nobody knows. God with us, Emmanuel, Mungu pamoja nasi. Nataka nikuambie hivi, Mungu alikuwa na Petro mle gerezani. Lakini vipi kuhusu vijana 3 wa Kiebrania huko kwenye tanuru ya moto ya Babeli, waliotupwa katika tanuru ya moto wa Nebukadreza? Moto ukawashwa wa kuyeyusha chuma, lakini Mungu alipokuwa pamoja nao walitembea. Vipi kuhusu Yusufu na vita ya majitu? Vipi kuhusu Yoshua na vita vya majitu wanefili waliokuwa huko katika nchi yao ya ahadi Yeriko, ambako Mungu aliwatupia mawe kutoka mbinguni na jua lilisimama wakati wa Yoshua? Mungu pamoja nasi. Vipi kuhusu Danieli kwenye tundu la simba, ambako simba walifungwa vinywa, naye mfalme alipokuja akamwambia, je, Danieli, Bwana Mungu wako unayemtumikia daima amekuokoa na simba hawa? Danieli akasema, ndiyo, ameniokoa na simba hawa, maana sikuonekana mwenye hatia. Vita hii, nataka niwaambie watu wachache, vita hii unayopitia leo sio ya kwako, ni ya Bwana. Naye Bwana atakupigania wewe, na wewe utanyamaza kimya. Washindi wachache wangempigia Bwana makofi mengi ya shangwe, haleluya. Lakini kama kuna watu wamekuacha, ni tabia ya wanadamu. Wakiona mambo fulani hayako vizuri, wanaweza wakakuacha. Waache waende, baki na Mungu Emmanuel, maana Bwana atakupigania na wewe utanyamaza kimya. Hoja ya 4, Biblia inasema juu ya Mungu pamoja na Musa. Mungu pamoja na Musa. Mungu pamoja na Musa. Mungu pamoja na Musa ni kutoka katika kitabu cha Kutoka, ule mlango wa 14 mstari wa 15 na wa 21. Hili ni darasa la haraka. Kutoka 14, 15, 21, Biblia inasema hivi: Bwana akamwambia Musa, mbona unanililia mimi? Waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Nawe inua fimbo yako, ukanyoshe mkono wako juu ya bahari na kuigawanya. Nao wana wa Israeli watapita kati ya bahari katika nchi kavu. Nami tazama, nitafanya mioyo ya Wamisri kuwa migumu, nao wataingia na kuwafuatia. Nami nitajipatia utukufu kwa Farao na kwa jeshi lake lote, kwa magari yake yote na kwa wapanda farasi wake. Na Wamisri watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana, nitakapokwisha kujipatia utukufu kwa Farao na magari yake na farasi zake. 20. Ikafika kati ya jeshi la Misri na jeshi la Israeli, na hapo palikuwa na lile wingu na lile giza, lakini ilitoka nuru katikati wakati wa usiku, na hawa hakuwakaribia hawa usiku kucha. Musa akanyoosha mkono wake juu ya bahari. Bwana akaifanya bahari irudi nyuma kwa upepo wa nguvu utokao mashariki usiku kucha. Akaifanya bahari kuwa nchi kavu, maji yakagawanyika. Mabibi na mabwana, fimbo ya Musa mkononi mwake iligawanya bahari ya Shamu
na Israeli wakavuka. Musa ni fimbo iliyokuwa mkononi mwake. Awali alipoona wa Misri wanakuja, Musa alilia, alipiga yowe, aliona mashaka. Lakini Bwana akamwambia, usiogope Musa, mimi niko pamoja nawe. Wa Misri unaowaona leo hutawaona tena milele kabisa. Nyoosha mkono wako, piga maji haya ya bahari naye yatagawanyika. Majeshi ya Farao hayatakufikia. Mungu pamoja nawe. Hebu punga mkono wako pamoja na mimi hivi. Okay. Macho ubaoni. Note. Ukiwa na Emmanuel maishani mwako, uwe na hakika uwezo ulioko mikononi mwako utaleta matokeo chanya katika maisha yako. Uwezo. Kuna watu wana uwezo lakini hawajitambui. Mpaka majirani yao wanasemaga, yule mama angekuwa anajitambuaga ana mume wa namna gani, angejitambuaga ana watoto wa namna gani, angejitambuaga, yani fulani kama angejijuaga. Umeshasikiaga sentence kama hiyo? Yani una vitu, wewe ni mlalamishi mwanzo mwisho, kuanzia Januari mpaka Disemba. Lakini una vitu ambavyo watu wanaangalia, wanasema una uwezo. Wengine wanakuona una kipawa, wengine wanakuona una karama, wengine wanakuona, yani watu wanaona mpaka wanaona, lakini wewe haujawahi kujiona. Na hili ni tatizo la watu wengi. Na upungufu wa huyu mtu ni Emmanueli, Mungu pamoja nasi. Musa alipiga yowe, amempiga Farao mpaka ameondoka kwa Farao. Wazaliwa wa kwanza wamekufa. Farao mwenyewe alinawa, akainua mikono, eti amewaona na farasi, akapiga yowe, analia. Hey, Mungu akaangalia akasema, what is that? Afahamu uwezo aliokuwa nao. Afahamu uwezo aliokuwa nao. Mungu akamwambia Musa, nyosha mkono wako juu ya bahari na fimbo ulio nayo mkononi mwako. Hatuendi kukodisha majeshi ya NATO. Pale pale ulipo una uwezo. Sasa kuna watu wana vitu. Kuna wengine mna akili. Kuna wengine mna Kiingereza kizuri. Kuna wengine mna lugha. Yani ukisoma matangazo hapa, ukisoma yani dunia nzima inatamani kusikiliza tu. Mimi sijamsema Mwalongo. Nimefikiria tu kwa sauti, Yani kuna watu ni vitu vidogo unavifikiri. Lakini kuna watu ambao wanatamani kupata ile lafudhi, ile lugha, yani hivyo. Kuna watu ambao wakishika chombo, wakiosha kitu hivi kinang'aa. Wakishika nyumba inaonekana hapa kuna mtu anaishi. Na una hicho kitu kiko ndani yako. Kuna wengine wakishika kitunguu na sufuria, oh my God, unahama kwenu. Kapika tu. Kapika tu, kashika mwiko tu basi. Nilishasema hapa. Kuna mmoja alikuwa na degree 3, akaishi maisha ya tabu ya kupanga. Lakini alikuja kugundua kwamba ana uwezo wa kupika chapati. Akapika chapati, akafungua mabekari mpaka Saudia, mpaka Dubai. Na leo, na alitafutwa na Waarabu wa Dubai. Kwa chapati alizopika, yeye ni CPA officer, ni mhasibu mkuu, ameondoka anafanya kazi kwenye kazi ya insurance. Kuna Waarabu wameenda hapo kwa ajili ya insurance za magari yao. Director wa ile kampuni akawakaribisha chai na chapati. Wale wa jamaa wakaloa kukutana na chapati ya namna hiyo. Ana degree, ana CPA. Hazikuwahi kumsababisha apate kitu kinachoitwa breakthrough kwenye maisha yake. Financial freedom na economic freedom. Lakini walipozionja chapati wale wa jamaa kutoka Dubai, wanauliza, jamani, huyu mtu tutampata wapi? Asema ni mhasibu mkuu wetu hapa bwana. Ndio chief accountant wetu hapa, ngoja tumuite. Anaitwa pale, anaambiwa, unaweza kutusaidia tupate hizi ufundi wa kupika hizi chapati? Tunaweza tukaweka share na wewe. Yani mtu mwenyewe ni unga wake wa kilo 1, wa kilo 2, anapika vichapati vyake. Siku hiyo ameitwa na Waarabu wa Dubai, wanamwambia tunataka kuweka share. Anasema share kwenye nini? Chapati. Anasema mmekosea. Chapati hizi sio kitu. Mimi nimesoma, sio kama mna CV yangu hapa na madigiria kayatamka watu walivyo na makaratasi ya kutosha. Ukiona tukiangaika na hizi career za watoto, tunataka mtu ajitambue, mimi ni nani na nina nini mkononi mwangu. Na watu mnateseka, lakini una kitu mkononi mwako, unacho. Sasa yule mama
wale wa jamaa wakamshawishi, haelewi. Lakini baadaye mkurugenzi wake akamwita akamwambia, kubali. Hizi chapati usizione kama, usizichukulie poa. Kwa hiyo baadaye akabidi wakae kwenye kikao. Hana mtaji, ana ujuzi, ana mkono wa chapati. Kafundishwa, ni mtu wa Mtwara, kafundishwa na bibi yake wa Kimakonde, katoboa kila mahali. Akaenda kaingia nao ubia, wakafungua hizo mabekari karibu dunia nzima. Leo ni bilionea yule mama, ni milionea. Amepata financial freedom na economic freedom kwa kujua alichonacho mkononi. Nataka nikuambie, degree zote unazosoma duniani zinakusaidia kujua una kitu gani mkononi mwako. Oh my God, oh my God. Zinakusaidia kujitambua una nini kwenye maisha yako. Kwa hiyo hapa nazungumza juu ya nguvu ya uwezo ulioko ndani yako kama Gideoni. Yani malaika alimwambia Gideoni, enenda kwa uwezo wako huu. Enenda kwa uwezo wako huu. Na hapa nazungumza juu ya sleeping giant. Gideon alikuwa amejilaza chini ya amejilaza kwenye pango, anaogopa. Lakini alipojiwa na malaika na Mungu akamjia, Gideon anasema, Mungu umetuacha. Mimi ni maskini katika kabila la Manase, ni mdogo katika ndugu zangu. Malaika akamwambia, enenda kwa uwezo wako huu. Kuna watu ambao wana uwezo lakini wamelala katika uwezo wao. Ni sleeping giant. Hawajui nguvu ya Mungu iliyoko ndani yao. Wana upungufu wa Emmanuel. Gideon alijiona wa kawaida mpaka Emmanuel, Mungu pamoja naye, alipogusa maisha yake. Unayaweza mambo yote katika yeye akutiaye nguvu. Watu wengi wana upungufu wa Emmanuel maishani mwao. Hii ni Noeli, hii ni Emmanuel, hii ni Christmas ya kuhakikisha unajiconnecti pamoja na Mungu katika maisha ya kwako. Mwisho, Mungu pamoja na Yakobo. Mungu pamoja na Yakobo. Namalizia hapo. Mungu pamoja na Yakobo. Na hii ndio inahitajika, na nimeiweka ya mwisho kwa sababu ya ladha yake hasa. Na watu wengi wanakosa hii. Mungu pamoja na Yakobo. Mwanzo ule mlango wa 30 mstari wa 37 mpaka wa 43. Mwanzo ule mlango wa 30 mstari wa 37 mpaka wa 43. Biblia inasema hivi: Yakobo akatoa fito ya mlubna mbichi na mlozi na mwamoni, akazibambua maganda, mistari mieupe ionekane ndani ya hizo fito. Akazisimamisha fito hizo alizozibambua katika mabirika ya kunyweshea maji, pale walipokuja wanyama wanywe, wakachukua mimba walipokuja kunywa. Wanyama wakapata mimba mbele ya hizo fimbo, wakazaa wanyama walio wamilia na madoadoa na marakaraka. Na Yakobo akawatenga wanakondoo, akazielekeza nyuso za makundi zielekee wale waliokuwa na milia, na kila aliyekuwa mweusi katika wanyama wa Laban akaweka kando wanyama wake mwenyewe, wala hakuwachanganya pamoja na wanyama wa Laban. Ikawa kila walipopata mimba wanyama wenye nguvu, Yakobo akaziweka zile fito mbele ya macho yao ya hao wanyama katika mabirika, ili kwamba kuchukua mimba kati ya zile fito. Lakini wanyama waliodhoofika hakuziweka zile fito. Basi wale dhaifu walikuwa wa Laban na wenye nguvu walikuwa wa Yakobo. Kwa hiyo mtu huyo akazidi mno. Hebu sema kuzidi mno. Sema tena kuzidi mno. Kwa hiyo mtu huyo akazidi mno, akawa na wanyama wengi na vijana na wajakazi na watumwa, ngamia pamoja na punda. Mungu alimzidisha na kumuongeza Yakobo kwa muujiza katika nyumba ya Laban kwa sababu ya Emmanuel, Mungu pamoja na Yakobo. Na tutaka kuangalia pale, na tutaka unoti kwenye notebook yako, Emmanuel Christmas ya mwaka huu, uhakika wa nguvu ya kuongezeka na kuzidishwa na kupata faida katika kila ulitendalo. Yani hilo ndilo jambo ambalo ningetamani ulisikie na kila mmoja aseme amina. Uhakika wa nguvu ya kuongezeka na kuzidishwa na kupata faida katika kila ulifanyalo.
Hebu twende taratibu. Hebu angalia, umelost vitu kiasi gani? Mwaka huu una hasara ngapi ambazo umezipata? Kwenye biashara yako umepata faida kiasi gani? Kwenye huduma yako ya huduma yoyote na karama uliokuwa nayo, umeongeza kiasi gani kwenye maisha yako? Kimsingi ningekuuliza, unaongezeko kiasi gani? Tunafunga mwaka kesho kutwa, umeongezeka kwa asilimia ngapi? Kwenye career umeongezeka kiasi gani? Kwenye fikra umeongezeka kiasi gani? Kwenye hali yako ya kiroho umeongezeka kiasi gani? Kwenye hali yako ya uchumi na fedha umeongezeka kiasi gani? Kubwa hapa ni kuongezeka. Unaposema Emmanuel, Mungu pamoja nasi, uwe na hakika unatengeneza ongezeko kwenye maisha yako. Hata wale watu ambao leo mna influence, followers wangapi wamejoin, wameongezeka kwa mwaka mmoja. Lakini pia kama mimi mchungaji, usharika umeongezeka kwa kiasi gani? Mapato ya usharika yameongezeka kwa kiasi gani? Tuna ushuhuda kwa mara ya kwanza katika kanisa na katika kanisa la Lutheran na sio kanisa yawe makanisa mangapi, lakini kwa mara ya kwanza kwenye hii madhabahu kwa mwaka huu tumesikia mtu mmoja akitoa sadaka milioni 500. Hayo makofi hayatoshi. Sasa wanapiga wachache, wenye mawivu yao, wenye machuki watajua wenyewe. Lakini nataka nikuambie, kwa mara ya kwanza mtu anasimama, sadaka zinatolewa kweli. Lakini kwa kiwango hiki tulipokea salamu kutoka kwa maaskofu wa Kianglikana, maaskofu wa Katoliki, maaskofu wa Kiluteri, wachungaji wa kutoka makanisa na madhehebu mbalimbali. Sema jamani, hongereni. Hii imeleta uamsho mpya wa sadaka kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai. Mtu mmoja. Sasa ni kuongezeka. Usharika umeongezeka kwa kiasi gani? Tumeongezeka kiasi gani? Ni nguvu ya Emmanuel inayoongeza. Ilimuongeza Yakobo kwenye boma la Laban akaongezeka. Lakini tafakari juu ya faida ya Isaka na Yakobo. Tafakari juu ya faida ya Isaka na Yakobo, yaani baba na mtoto, faida ya boma, family blessings. Hawa watu walikuwa na nguvu ya kuongezeka. Na Biblia inasema kipimo cha faida ya Isaka na Yakobo ni kipimo 1:100. Yaani biashara yenye mtaji wa shilingi 100, kila shilingi 100, kila shilingi moja inazaa shilingi 100. Kipimo 1:100. Kipimo 1:100. Katika kitabu hicho cha Mwanzo ule mlango wa 26 mstari wa 12 na wa 17. Mwanzo 26:12-17, Biblia inasema Isaka akapanda mbegu katika nchi ile, akapata mwaka ule vipimo 100 kwa kimoja. Bwana akambariki. Akambariki kiasi cha kwamba nchi ikakasirika, na huyo mtu akawa mkuu, akazidi kusitawi, akawa mkuu sana. Na ni maombi yangu ninapomaliza kwenye hii madhabahu, huu pungufu ni mkubwa sana. Tunaishi kwenye wakati ambao watu wanaelekea kwenye ukame, ukaufu, utasa, kupoteza, hasara, kustaka. Sasa Emmanuel, Mungu pamoja nasi, Isaka akazidi, Yakobo akazidi. Faida yao wale wa jamaa, wakigusa kitu ni kipimo 1:100. Shilingi moja inazaa 100, dola moja inazaa dola 100, euro moja inazaa euro 100. Wakiwekeza mahali wanazaa. Na ni maombi yangu nikutakie hiyo faida ninapomaliza ibada hii. Oh my God, oh my God, oh my God. Iko wapi mikono yako iliyonyoshwa? Nataka nikubariki kwenye madhabahu hii, na baraka ya Isaka na Yakobo iwe juu yako. Kila utakalolifanya likazidi na kuongezeka. Wachache waseme amina. Pigie Bwana makofi mengi ya shangwe. Nisaidie kumtikisa jirani yako, mwambie mchungaji anakutakia baraka za Christmas, baraka ya kuongezeka. Watoto wako waongezeke kiakili, watoto wako waongezeke. Bwana Mungu alibariki. Neno la kwanza alilotamkia mwanadamu baada ya kumuumba ni kuongezeka. Bwana akawabariki, akawaambia nendeni mkaongezeke, mkazidi, mkatiishe, mkamiliki na kutawala. Ni maombi yangu hata kama umerogwa, Christmas ya mwaka huu ufunguliwe kwa jina la Yesu. Wako wapi watu wachache ambao wanasema amina hapa? Pigie Jehova na vigelegele vya shangwe. Na mimi ninasimama kwenye hii madhabahu, ninakutangazia kwenye hii mimbari, na katika Christmas ya mwaka huu
Mungu akupe kuzidi na kuongezeka katika kila kitu ambacho unafanya. Kwenye karama ukaongezeke, kwenye akili ukaongezeke, kwenye kipawa wako wapi watu wa Christmas, watu wa Emmanueli? Nisaidie kuatikisa watu wawili watatu, waambie Emmanueli, Mungu pamoja nami ataniongeza. Leo nina hasara, lakini Mungu pamoja nami atanipa faida. Na mimi ninasimama kwenye hii madhabahu, ninaziombea familia ambazo zinaendaga kwenye hasara. Tangu leo hapata kuwepo na hasara tena. Wako wapi watu wachache hapa ambao wananielewa, wangempigia Jehova na vigelegele vya shangwe? Haleluya! Ninatangaza hivi leo, Bwana akakuongeze, Bwana akakupandishe, Bwana akakuinue, karama yako ikainuliwe, kipawa chako kikainuliwe, kazi ya mikono yako ikainuliwe, mipango yako ikainuliwe, na biashara unayofanya haitakuwa dormant. Mungu akakuongeze kwa faida ya Isaka. Wako wapi watu wachache hapa wanaonielewa, wangempigia Jehova na vigelegele vya shangwe? Piga tena, Yesu asikie. Haleluya! Nataka niwaambie, alivyo mchungaji wenu ndivyo na kondoo zake watakavyokuwa. Ngoja nikuambie, mimi sihubiri kwamba ni ninyi mnaonisikiliza. Nawaambieni leo, baada ya ibada hii mpaka ikifika saa 10 jioni, nenda kaangalie kwenye library yetu, nitakuwa nina waumini zaidi ya 20,000 wameshanisikiliza. Na hawa ni wale wanaotumia simu ambayo tunaweza tukarekodi, wanaotumia advice nyingine dunia nzima. Hawahesabiki. Wewe kwa nini unaenda kwa kujisuasua? Mchungaji wako ni nani? Nataka kusimama kwenye hii madhabahu, ninakutangazia kwenye madhabahu hii, wewe sio mtu wa kushuka chini, ni mtu wa kupanda viwango. Wako wapi watu wachache wanaonielewa, wangempigia Jehova na makofi mengi? Piga, Yesu asikie. Hebu nisaidie kuatikisa watu wawili watatu, waambie nenda ukaongezeke. Mwambie nina mpango wa kuongezeka, nina mpango wa kuongezeka. Na mimi ninasimama kwenye hii madhabahu, ninakutakia upako wa Isaka. Nyumba yenu haitakuwa nyumba tasa. Hata kama watu walikuwa wanasema hapa hapafai, tangu leo nimepabatiza panafaa kwa jina la Yesu Kristo. Wako wapi wanaosema amina hapa? Pigie Jehova na vigelegele vya shangwe. Piga, Yesu asikie. Haleluya! Unasema mchungaji, hapa nilipo hapafai, taaluma yangu siku hizi haina soko, si kitu gani. Ngoja nikuambie, utafaa hata mahali pasipokuwa panafaa. Wewe utafaa kwa jina la Yesu. Sasa mimi nimeongea na ninyi hapa, nimewaambia Saudi Arabia nina waumini 3,000. From how shall this be? Wewe sio mtu wa kubakia pale na vitu vichache vya unyonge. Siko hivyo. Na wewe hauna mpaka wa kuendelea. Ninakutakia baraka za Bwana. Oh my God, wako wapi watu wachache hapa ambao wananielewa sawa sawa? Hii Christmas ni ya kwako. Wako wapi watu wachache wanaosema amina? Ninawaambieni kwa neno la Bwana, Christmas nyingine kama hii utakuwa umetembea na Emmanuel kwa jina la Yesu Kristo, na utakuwa na nguvu ya kuongezeka. Oh my God, wako wapi watu wanaonielewa? Wako wapi? Hebu nisaidie kuatikisa watu 4 5, waambie mchungaji na kusubiri Christmas ijayo. Oh, I wish you all the best. Ninakutakia baraka za Bwana. Christmas nyingine hautakuwa kama ulivyo leo. Hata kama umekuja huko kwenye losi, huko kwenye negative, ninayatamka maisha yako kuwa ni plus. Mungu atakuongeza na kukuzidisha. Wako wapi wanaosema amina? Wangempigia Jehova na vigelegele vya shangwe. Haleluya! Mungu pamoja nasi. Ni Mungu pamoja nasi. Hata kama wengine wamekuchimbia kaburi wakazika, wakasema hautakaa ufunguliwe, nimekutangazia umefunguliwa kwa mamlaka ya jina la Yesu mwenye funguo za mauti na kuzimu. Mungu pamoja nasi. Watu watakuuliza, mbona miaka yote ulikuwa unaenda na hasara na losi kwenye vikoba, wewe ndio mtu ambaye hunaga marejesho? Mbona siku hizi wewe ndio mwenzetu? Yani nini? Mwambie Emmanuel, Mungu pamoja nami. Christmas ya mwaka huu imefungua maisha yangu, imefungua akili yangu, imefungua maisha yangu. Ungempigia Jehova na vigelegele vya shangwe. Piga, Yesu asikie. Haleluya! Wako wapi watu wachache wanaoamini kuongezeka? Na mimi nakutangazia, Mungu anayeongeza vitu duniani leo kuna
miti inaongezeka kimo, kuna samaki wanaongezeka baharini, kuna watu wanaongezeka. Leo kuna watu wanazaliwa duniani wanaongezeka, idadi ya kuongezeka. Kuna umri wa watu leo wana birthday zao, maisha yameongezeka. Hii dunia ina nguvu ya kuongezeka, na mimi nakuunganisha na hiyo nguvu ya kuongezeka ya dunia nzima. Hautarudi nyuma, lakini utakuwa unaongezeka. Wako wapi watu wachache wanaosema amina? Pigie Jehova vigelegele vya shangwe. Haleluya! Unajua kwa nini nasisitiza nguvu ya kuongezeka? Wako watu leo ambao hawaongezeki kitu chochote. Hakuna kitu kinaongezekaga kwao. Na uambieni, hakuna kitu. Mambo ni yale yale. Vilivyokuwepo ndio vinazidi kuisha. Jamani, hata Christmas hii tunaadhimisha na viti vipya. Tuna viti vipya pale. Vimegharimu milioni 50 from nowhere. From nowhere. Paka wa hapa. Kanisa lako ni positive. Wewe umetokea wapi? Na mimi nataka nione watoto wangu wanaofananaga na mimi, nataka niwaone kwa macho. Wewe hautakuwa mtu wa kushuka. Mungu akupe kuinuliwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye. Wako wapi watu wanaofurahia Christmas ya mwaka huu? Haijalishi umeingiaje humu. Hebu mtikise jirani yako, mwambie mchungaji anakuambia haijalishi ulivyoingia. Hata kama umeingia na mtumba wa Ilala, hata kama umeingia na mkopo, hata kama unasongesha, is up to them. Hata kama umesongesha kwenye simu yako. Lakini from today, Bwana Mungu asema utakopesha wala hautakopa. Kwa jina la Yesu Kristo. Yaani kuna watu walikuwa wamekudharau. Walikudharau kabla ya Christmas hii. Sasa wasubiri mwakani waone mambo ambayo Bwana atafanya kwenye maisha ya kwako. Pigie Jehova vigelegele vya shangwe. Wengine hata hawajajibu message zako za Christmas, wanaona kama unawaomba hela. Si wanajua? Si wanajua wanaomba kama unaomba hela. Jamani, Merry Christmas, ni ambazo hakuna hata mtu anajibu. Wamenyamaza kimya, watakutafuta. Na watakuta ukiwa busy mno, watakuta ukiwa busy sana. Watakuta ukiwa busy mno. Wako wapi watu wa Emmanuel hapa wanaosema Mungu pamoja nami? Biblia inasema ukiwa na upako wa Mungu pamoja nami, ndipo tunapotangaza katika hii madhabahu, unayaweza mambo yote katika yeye akutia nguvu. Wako wapi watu wachache wanaosema ninayaweza mambo yote? Na mimi ninasimama hapa ninasema hata yale mambo ambayo ni magumu, unayaona kama magumu mazito, unayaweza mambo yote. Wewe unayaweza mambo yote. Wako wapi wanaosema amina? Unayaweza mambo. Pigie Bwana makofi ya shangwe na vigelegele. Haleluya! Yesu Kristo anasema, naomba tuketi. Yesu Kristo anasema, mimi ni mzabibu na ninyi ni matawi. Tawi lisipokaa ndani yangu na tawi lisipokaa ndani ya mzabibu haliwezi kuzaa peke yake. Huwezi kuzaa peke yako. Tunapozungumza juu ya nguvu ya uzalishaji, huwezi kuzaa peke yako. Katika kitabu cha Yohana ule mlango wa 15 mstari wa 4 na wa 8, Yesu anasema tawi lisipokaa ndani yangu. Naomba ule mstari wa 8 tu, mstari wa 8. Hivyo hutukuzwa sana Baba yangu kwa vile mzaavyo sana. Kwa vile Mungu anataka kujitukuza, lakini hataki kujitukuza na chenchi. Hebu mwambie jirani yako, Mungu hataki hivyo vya sarasara vyako vya kuandika kwa daftari losi deni. Mungu hataki. Mwambie Mungu hataki. Yaani hivyo vya sara, kupoteza, sijui una mradi haumachui, hauendi, Mungu hataki. Rudisha ule mstari wa 8. Anasema hivi, hivyo hutukuzwa Baba yangu kwa vile mzaavyo sana, nanyi mtakuwa wanafunzi wangu. Mungu anafurahia uzalishaji, si tu uzalishaji wa kawaida, normal. Sio normal production. Anafurahia sana kwa kadiri mzaavyo sana. Na ni maombi yangu ukazae sana, ukazalishe sana, ukazalishe sana. Mungu akupe kuzaa sana. Na ninakuombea, namaliza, nakuombea uwe na nguvu ya uzalishaji mkubwa katika maisha yako. Uzalishaji mkubwa katika maisha yako, kuzaa
sana. Kuzaa sana. Emmanuel, Mungu pamoja nasi. Yesu anasema ukiwa ndani yangu na mimi nikikaa ndani yako, ni kama mzabibu, ni kama mwembe. Ukikata tawi la mwembe litazaa tena mwakani, lakini tawi likiwa ndani ya mwembe huzaa sana. Connect to collect. You must connect. Sijui, ninamaliza kwa maombi. My time is over. Mahubiri hajashuka hata robo, ila kwa kuwa mna viubwabwa vyenu nyumbani, ngoja niishie hapo kwa leo. Nataka kuingia kwenye maombi. Hii ni Christmas maalum sana, na naomba utuwekee maombi yetu pale. Tuna ombi moja tu, kuomba nguvu na neema ya Emmanuel katika maisha yako, na ni katika kuongezeka na kuzidi na kuzaa sana, ili Mungu atukuzwe. Nataka uzae sana. Ukizaa sana, ukizalisha sana, hata sadaka yako itamtukuza Mungu. Utakuwa na sadaka zenye historia hapa ndani. Na mimi siwaandai watu dhaifu, naandaa watu wenye nguvu katika maisha yao. Sasa ninakuomba sana katika kuzaa sana, kubali sasa kupokea hiyo nguvu ya Emmanuel kwa kumpokea Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hapa twende taratibu. Inawezekana kuna mambo ambayo umefanya kwenye maisha ya kwako na yakakudisconnect. Biblia inasema sikio langu si zito wala jicho langu si pofu hata nisione wala kusikia maombi yenu, lakini maovu yenu yamewatenga ninyi na uso wangu. Kuna mahali umekosea kama mwanadamu na unajua, na kwa sababu hiyo kumesababishika jangwa na ukame na ukaufu. Reconnect yourself. Reconnect yourself. Ninaomba ujiunganishe tena leo na uweke kumbukumbu. Naongea na watu wachache ambao mna vitu vikubwa ndani yenu. Kuna watu hapa, kuna madaktari mko hapa leo, mmeajiriwa kwenye hospitali havina hata anwani, lakini nikiangalia ndani yako una uwezo wa kuwa na hospitali yako binafsi kubwa, na ndege zikatua zikaja kwenye hiyo hospitali. Naona watu hapa wanaweza kuanza shule nzuri. Naona watu ambao wanaweza kufanya mambo makubwa, huduma kubwa kwenye maisha yao, na waona. Reconnect yourself. Jiconnect na tawi ili uweze kuzaa sana. Mimi sijui, lakini wewe unafahamu kwamba kuna mahali umekuwa umejidisconnect kwa namna yoyote ile kama mwanadamu. Lakini leo Yesu anapozaliwa kwetu, ninawaalika watu wachache wenye maono makubwa, wenye mambo makubwa ambayo wanataka kufanya kwa faida kubwa katika maisha yao, na wanataka kukubali kurudi kwenye mzabibu ili wapate kuzaa sana na Mungu afurahie katika kuzaa kwao. Hao watu nitawaalika hapa mbele. Naomba msimame. Naomba usimame juu. Simama mahali ulipo, simama. Can you stand up please? Simama tu. Na watu wachache hapa ambao wanasema I have to reconnect myself. I want to reconnect myself. Nataka kujiunganisha tena. Nataka nguvu ya Emmanuel kwa upya kabisa, yani kabisa. I wish kama ningekuwa kama angekuwa mhubiri mwingine anahubiri hapa, ningetaka ni reconnect. Nina kitu kikubwa cha huduma Mungu ameweka ndani yangu, lakini najua I need to reconnect myself. Nahitaji kureposition. Nahitaji kureposition. Nataka kujirudisha kwenye nafasi. Mungu akasema, Adam, uko wapi? Uko wapi? Where are you? Ulivyo, utashi, neema, nafasi, mahali ambako Mungu amekuweka. Haoni kama umefikia pale ambako unapaswa kwenda. Umemwacha, uko peke yako. You are alone. You lost a lot. Umepoteza muda, umepoteza siku, umepoteza miaka, umepoteza vitu vingi. Na Mungu anakuuliza, where are you? Where are you? Alimuuliza Adam, uko wapi? Na Mungu amenituma nikuulize lile swali ambalo Mungu aliuliza bustanini. Ndio leo Mwokozi anazaliwa. Where
are you? Uko wapi? Mbona hauko kwenye kiwango kile cha upako? Mbona hauko kwenye kiwango kile cha huduma, service? Mbona haupo kwenye kiwango kile cha biashara na uwekezaji? Mbona hauko pale? Unaishi low class, unaishi chini ya kiwango ambacho Mungu amekuweka. Ni kwa sababu umemwacha Mungu. You are alone and you lost a lot. Na waomba watu wachache wenye nia ya ndani, wachache wenye nia ya ndani, wanaotaka kureconnect, kureposition, kujirudisha, kujiweka kwenye nafasi ambayo Mungu anaitafuta. Anakuangalia, anaona umelost. Wewe ni Adamu, Mungu anakuita where are you? Sio kwa kiwango hiki. Wewe sio wa kiwango hiki. Kuna mahali ambako umepotea na Mungu anakuita. Pokea Yesu kwa upya wa maisha, afanyike Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Naomba urudishe yale maombi pale, watu waone wakati huu. Karibuni kwa haraka, tarumbeta muimbe chorus fupi. Naona watu wengi wanatoka kule wanakuja, na sisi tunataka kuwasubiri mbele za Bwana. Jesus. Hakikisha umekuja hapa, wewe ambaye umejisikia ndani ya moyo wako na katika maisha yako kuna kitu kipya. Hii Christmas ya kwako. Umefanya kazi muda mrefu za hasara, za kupoteza, za kusalitiwa, umeachwa. Umeishi maisha ya ufukara na jangwa na ukame na ukaufu na ukiwa na giza. Hii ni Christmas ya kwako. Asante. Tulioko kule tunaomba tusimame kwenye viti. Haya ni maombi ya pamoja na walioko pamoja na sisi online masafa ya mbali. Na ninyi mliofika hapa, tafadhali hebu inueni mikono yenu, fungeni macho yenu, inamisheni vichwa vyenu, rudieni maombi haya pamoja nami. Sema kwa sauti kubwa: Bwana Yesu, asante kwa ajili ya saa hii na Christmas ya mwaka huu. Asante kwa ukombozi wa mwana wako wa pekee. Nami ninakuja mbele za uso wako. Ninaomba rehema, Bwana. Samehe uovu wangu, achilia dhambi yangu. Leo ninakuja mbele za uso wako. Ninaungana na nguvu ya kimbingu nikiomba rehema. Samehe uovu wangu, futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Nami nimesikia kwa masikio yangu, Mungu pamoja na watu. Ninaomba leo, ninaweka agano katika ulimwengu wa mwili na katika ulimwengu wa roho. Enda pamoja nami. Uliyekuwa na Adamu, nenda pamoja nami. Uliyekuwa na Henoko, nenda pamoja nami. Uliyekuwa na Paulo, nenda pamoja nami. Uliyekuwa na Yusufu, nenda pamoja nami. Uliyekuwa na Yakobo na Isaka, nenda pamoja nami. Kaniongeze Bwana, katika jina la Yesu. Ninakusihi Mungu, nguvu ya Emmanuel inayoadhimishwa leo duniani kote, na iende pamoja nami. Nione nikiongezeka. Nione Bwana ulivyoenda na Musa, akauona uwezo wa mikono yake. Nami nenda nami, nione uwezo uliyeko ndani yangu. Ulivyoenda na Isaka na Yakobo, ukawaongeza kumuujiza. Ninaomba Bwana, pawepo na faida na kuongezeka katika maisha yangu, kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Ninasimama hivi leo kwa damu ya Yesu Kristo. Maroho yote ya ufukara na jangwa na ukame na ukaufu na uasi na dhambi na laana yake na mauti inayotokana na dhambi, achia maisha yangu kwa damu ya Yesu.
kwa damu ya Yesu. Tangu leo nimezaliwa mara ya pili. Ninatangaza katika ulimwengu wa mwili na katika ulimwengu wa roho, Immanueli, Immanueli, Mungu pamoja nami. Kwenye taaluma yangu, Mungu pamoja nami. Kwenye maisha yangu, Mungu pamoja nami. Katika njia zangu zote, Mungu pamoja nami. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hebu endelea kujiombea. Jiombee kuzidi na kuongezeka. Jiombee kabisa. Kama vile mzabibu usivyozaa peke yake, jiconnecti madhabahuni pa Bwana. Baba, ninasimama kwenye madhabahu kama mchungaji. Umenituma tena katika zamu ya Christmas ya mwaka huu. Baba, ninasimama kwenye madhabahu kwa mamlaka ya jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Na ndiposa ninapoombea watoto wako hawa ambao wamebeba mambo makubwa katika maisha yao na wameijia madhabahu hii, Mungu wa rehema, ninayataja yale maono, zile ndoto, ile mipango, zile karama, zile huduma, ule uwezo ulioweka ndani yao. Baba, hawa wamebeba ajira za Watanzania wengi na Waafrika wengi. Ninawaombea kwenye madhabahu hii, wazidishe na kuongeza kila wanalolifanya likaongezeke. Baba, ninawaunganisha na baraka wa kwanza, neno la kwanza ulilowatamkia watu wako ni kuzidi na kuongezeka. Baba, ninaomba waachilie nguvu yako ya kimbingu, uhakika wa maisha yao, ya wewe pamoja nao. Immanueli, Mungu pamoja nasi. Hii Bwana, kama ulivyoenda na Henoko ukaonyesha zile mbingu za mbingu, na Yesu akaenda na mwizi pale msalabani. Baba, ninakusihi uso wako uende nasi na roho zetu baada ya maisha haya, tuone pumziko la daima. Tukuone wewe Bwana. Uwabariki watu wako sasa na milele, katika jina la Yesu Kristo. Naiombea sikukuu ya mwaka huu, naombea maisha ya watoto wako. Ninawaandika kwenye kitabu chako kwa damu ya Yesu Kristo na kwa neema yako ya kimbingu. Nimewabariki watoto wako, acha wakabarikiwe na kila walifanyalo likafanikiwe. Ninatangaza faida ya Isaka na faida ya Yakobo juu yao. Kipimo kimoja kwa 100, kipimo kimoja kwa 100, kipimo kimoja kwa 100, kipimo kimoja kwa 100. Mungu, leta ushuhuda juu ya watoto wako hawa. Nimewaombea, nimewabariki, nimewatamkia mbaraka na watabarikiwa hivyo katika jina la Yesu. Akubariki Mungu Mwenyezi, akuzidishe, akuongeze kipimo kimoja kwa 100 katika maisha yako. Nami nimekubariki kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Waliobarikiwa na kuamini waseme amina kwa vigelegele na makofi na shangwe. Haleluya. Ninaomba msimame na ndugu zetu naomba tuketi kule. Ninawatakia heri na baraka ya Christmas na heri na baraka ya mwaka mpya. Mungu akawazidishe na kuwaongeza na kila mlifanyalo likapate kufanikiwa. Nimewabariki na faida ya Isaka. Ninawaambia hivi leo kama mchungaji wenu, sikuwahi kuzaa mapoza. Ninyi mlioko hapa na wale wengine waliosali nasi kule na walio nje hapa, waliosali nasi online, masafa ya mbali, mahali wote waliosikia sauti hii, niko hapa kama mchungaji wenu. Nitakuja kuweka wakfu mambo makubwa mtakayofanya kabisa. Nitakuja kufanya kabla ya Christmas kama hii mwakani. Ninakutabiria utakuwa na ushuhuda kwa jina la Yesu Kristo. Washindi wachache waseme amina. Enenda ukaongezeke na kuzidi. Bwana akakupe kuongezeka. Sema amina. Mungu awabariki. Nendeni kwa amani. Tarumbeta muimbe.